Karo wa majuu anashindwa, kwa dilemma anashindwa, niachane na huyu bwana yangu, nitoke, niende juu alikuwa ameshapata karatasi. Niende nianze maisha mpya ama nikae tu na yeye since yeye ana providing financially, amemwekea biz, amempatia ma contacts za watu wa maana za job. So, but before that akamua wacha afanye IVF. IVF, mnaweza Google. Pia Charlie akiwa na low count of sperms, wanakuanga wanachukua sperm zake. So hawezi zalisha, wanachukua sperm zake, wanachukua eggs za dem, alafu wanazimix, wanafanya mambo zao, and then watarudisha embryo ikianza kumea, wanaweka kwa dem, and then mtoi ana grow tu normal, atazaliwa normal. Wakatry ya kwanza ikakata. Ya pili wakatry ikakata. Aya, Karo akashindwa, sasa hapa hivi, mimi nimedo my best, sasa nitaduaje? Siku moja, Karo akamua, akaambia huyu jamaa, mimi naenda kutembelea best yangu mwingine, ako far wanaishi mbali. But Karo hakuenda, alienda tu pale kwa train station, akakaa, alafu akaamua kurudi home. Kurudi home, amefika pale hivyo kwa mlango anacheki viatu za ndume. Anashindwa rada ni gani. Akafungua mlango pole pole. Anasikia kwa room, kumbuka walalangi pamoja. So kuna room ya Karo, kuna room ya bwana yake. Anasikia ngoma imechezwa huko hivyo, imechezwa huko hivyo mangoma za mablues. Mablues imechezwa mbaya sana huko. Anashindwa rada ni gani. So amefungua mlango kidogo, amepip. Akaona bwana yake, Karo akaona bwana yake ana ride chali mwingine mbaya sana. Amemride mbaya sana. Amefungua mlango, amestuka.